Yes, mwana sawa sawa digital, niko na story ya kuhuzunisha kidogo, na hii ni mara baada ya siku mbili tu hapa zimeweza kupita tokea ile tukio la ukumbi kuweza kudondoka, au tunaweza kusema lile pala ukumbi ambalo ni la ukumbi wa kuweza kufanyia matamasha tofauti tofauti, na kumbuka kwamba kulikuwa kuna msanii ambaye alikuwa anafanya tamasha hilo na kuweza kufariki pale pale mara baada ya paa hilo kuweza kudondoka na kudondokea baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wameenda kushuhudia ile show hiyo. Sasa ngoja nikusomee taarifa ambazo utaweza kunielewa zaidi. Lakini pia maafisa wa habari wa uokozi Jamhuri ya Dominika wanasema kuwa watu takriban 80 wameweza kufariki dunia na 150 kujeruhiwa baada ya paa la ukumbi wa burudani kuanguka wakati wa tamasha la msanii Rabbi Perez. Msanii huyo ni miongoni mwa wao ambao wameweza kufariki dunia. Msanii ambaye alikuwa anaperform hapo pia naye pia ameweza kupoteza dunia mara baada ya tukio hilo kuweza kutokea. Sasa maafisa hao wa uokozi wanatafuta manusura katika ukumbi ambao huo ulioko mji mkuu Santo Domingo ambao ulijengwa miaka ya 70 hivi ambayo imeshapita. Mkurugenzi wa kituo cha operesheni ya dharura COE Juan Manuel Mendez amesema kwamba ana matumaini kwamba wengi waliokuwa wamezikwa chini ya paa hilo lililoporomoka bado wako hai. Lakini pia Jet Set ni klabu ya usiku maarufu huko Santo Domingo ambayo huandaa mara kwa mara matamasha ya muziki wa dance. So ukumbi huu unafahamika kwa jina la Jet Set. Sasa hiyo taarifa mara baada ya kutoka hiyo siku hiyo tukio limetoka, kumetokea sasa kwa taarifa nyingine mpya ambayo imetoka siku hii leo ya kuna ambao pia imeweza kuongeza au idadi ya watu ambao wameweza kufariki wameweza kuongezeka. Sasa idadi ambao waliweza kupoteza maisha kufuatia kuanguka kwa paa hilo imeweza kufikia 218 mpaka sasa hivi. Sasa taarifa hizi ambazo zimeweza kutolewa na mkurugenzi wa operesheni ya dharura Juan Manuel Mendez ambaye nilikwisha kutajia hapo mwanzoni, ambaye pia alithibitisha kuwa watu 189 waliookolewa wakiwa hai bado na wanaweza kupona 189, lakini vifo ni takriban 218 mpaka sasa. Hatukuacha hadi tumewapata wote hai au wamefariki, alisema Mendez kwenye mkutano wa waandishi wa habari ambao hakuna manusura ambao waliweza kupatikana tangu Jumanne alasiri, ndipo hapo tukio hilo liliweza kutokea. Sasa ukumbi huo ulikuwa umejaa wasanii, wanamichezo, maafisa wa serikali. Mashuhuda walisema kuwa vumbi lilianza kuanguka kutoka juu ya paa kabla halijaporomoka, lakini liliweza kuporomoka ghafla. Wakati juhudi za uokoaji zingekuwa za kutafiti miili, familia na marafiki waliokuwa ndani waliokusanyika nje ya taasisi ya taifa na uchunguzi wa vifo wakisubiri taarifa za wapendwa wao. Chanzo halisi cha kuanguka bado hakijajulikana mpaka sasa, lakini uongozi wa Jet Set wamesema kwamba wanashirikiana na mamlaka, wizara ya ujenzi wa ofisi meya hazijatoa tamko lolote rasmi kuhusiana na tukio hili. Tukumbuke kwamba hata Kariakoo mara baada ya ile jengo kuweza kuporomoka la Kariakoo, wale wamiliki ambao walikuwa wanahusiana na ile jengo waliweza kupelekwa mahakamani, lakini pia na kituo cha polisi kwa maelezo zaidi, kutokana na unajua kuna sheria ambazo huwa zinakuwa za kifo cha kukusudia, tunasema kukusudia. Sasa ndo na hii issue na yenyewe imetokea hivyo hivyo kwamba na yeye ambaye anamiliki ukumbi huu wa Jet Set na yeye pia lazima ataweza kuchunguzwa ni kwa namna gani mpaka ukumbi wake umeweza kuporomoka. Je, ilikuwa ni ubora au ni vitu gani? So endelea kutufuatilia sisi kama Sawasawa Digital kwa sababu taarifa zote kuhusiana na issue hii tutakuwa tunakuletea hapa habari kinyanjani mwako.